Kwa inavyoonekana, umuhimu wa Lati bado ni muhimu sana katika hii kampuni ili Kelvin aweze kukamilisha swala lake la kuirudisha kampuni katika hali yake ilivyo kama ilivyokuwa mwanzo. Sasa unaweza ukawa unajiuliza kwamba kwa nini mimi nasema hivi wakati tunajua kwamba Lati ni mtu mbaya. Ngoja nikwambie kwa nini Lati ni muhimu na itakuwaje. Ila kabla ya yote nikusitu kwamba kama ni mmoja tu ambao unatamani kampuni iendelee kubaki kwa Kelvin huku, yani isije kuchukuliwa na mtu yote, awe Dennis, awe Lati au awe mtu mwingine, basi bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii hapa hivi, ikiwa ni ishara ya kwamba unaungana na mimi kwamba tunatamani kampuni iendelee kukaa upande wa Kelvin hivyo. Sasa usijali kwamba kwa nini nimesema kwamba Lati ni mmoja wa watu muhimu katika kampuni ya kina Kelvin. Itakuwaje? Kutokana na hali iliyopo sasa hivi, moja kwa moja Lati ni moja tu muhimu. Tunafahamu Kelvin amepiga simu sana kwa watu ili waweze kuwekeza katika kampuni yake, lakini mambo yameenda ndivyo sivyo. Unajua, sasa kama utakuwa ulikuwa unafuatilia vizuri, uliweza kumsikia pia Kelvin akisema kwamba amejaribu kumtafuta Lati kwa kila namna ila Lati hapatikani. At the same time kuna Dennis mwenyewe pia anamtafuta Lati. Kwa hiyo Lati anaonekana kuwa ni muhimu kwa pande zote mbili. Lakini nikusisitizie tu kwamba haiwezi katokea hata siku moja kwa Dennis kuungana na Lati kwa namna yoyote ile pale. Kutokana na sababu gani? Ni zile ambazo nitakwambia hapa. Ila kama nimekwambia kwamba wewe shabiki yetu ambaye pengine unatamani kampuni zidi kubaki kwa Kelvin, bonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo na kwamba uko team Kelvin pamoja na Loveness. Sasa iko hivi, Kelvin wakati anaendelea kuipambania kampuni yake, na kwa sababu mambo upande wa pili yamegoma, ikumbuke kwamba Lati anajuana na watu wengi sana ambao pengine wangeweza kuwa shareholders katika hii kampuni na wangeweza kuinvest vizuri tu katika hii kampuni ili kuweza kuinua kipato cha kampuni hii. Ambapo sasa Kelvin atafikiria, alafu atapata jibu I think, and then ataona namna pekee au the best solution ni kumtumia Lati, kwa sababu ukiangalia baada ya Lati kuikabidhi kampuni kwa Kelvin, hawakuwahi kuwasiliana wala hawakuwahi kuingia katika kwalo ama ugomvi wowote wa kunyang'anyana kampuni au kwa namna yoyote ile pale. So bado kuna uhusiano mzuri kati ya Kelvin pamoja na Lati, na ndio maana Kelvin amekwambia kwamba alikuwa anamtafuta Lati kila mara, alikuwa hampati. Kwa maana kama ungekuwa walishagagombana, kusingekuwa na namna yoyote ile pale ya Kelvin kuweza kumtafuta Lati, kwa sababu asingekuwa na maana yoyote kwa upande wake. So ukiangalia ni kwamba endapo Lati ikipatikana, basi Kelvin atakuja kuongea naye na kumuomba kwamba aweze kumtafutia investor, kwa maana mwekezaji, ili aweze kuja kuwekeza pesa katika kampuni yake ili kampuni iendelee kuwa stable. Kumbuka kwamba wakati wote Kelvin akiwa anafanya hayo yote ataonekana kama vile yuko chini ya Lati, and of course na yeye atajishusha kinamna hiyo Kelvin kwamba aonekane yuko chini ya Mati, lakini mchezo atakaokuwa anaucheza atakuwa anaujua kabisa kwamba lengo lake kampuni kifikia katika kiwango fulani, kwa sababu dokumenti zote zinamilikiwa na yeye mwenyewe, basi haoni kama itakuwa shida kuirudisha kampuni katika mikono yake, na wakati huo ya Lati hatakuwa na chochote cha kwake. Na ukiangalia pia upande wa pili ni kwamba huyu Mr. Dennis naye anamhitaji sana Lati, na anamhitaji Lati kwa sababu ni moja ya watu muhimu sana. Lati ndiye mtu ambaye ataweza kumsaidia sasa huyu Mr. Dennis kwa namna moja ama namna nyingine katika kukamilisha swala lake, na ndio maana anajaribu kumtafuta kila namna. Lakini kibaya zaidi ni kwamba Lati hawezi kukubali kuungana na Dennis kwa namna yote, kwa sababu lengo la Lati tangia mwanzo lilikuwa ni kumkomoa Dennis. So anaona kama vile kila alichokuwa anakitaka kwa Dennis ameshakikamilisha, kwa hiyo hana namna nyingine ile pale. Tofauti na upande wa Kelvin ambapo hawajagombana na walikuwa marafiki mpaka pale ambapo kampuni inakuja kurudi katika upande wa Kelvin, na mpaka Lati anapotea hatukuona ugomvi wowote kwa wakati ule kati ya Kelvin pamoja na Lati. So kati ya pande zote mbili, kwa maana ya Kelvin pamoja na Dennis, ukiuliza upande upi ambao unaweza kuwa ni simple kuja kunegotiate na Latifa na akaelewana, ni upande wa Kelvin ambaye maelewano yao mazuri wakati wa mwisho kabisa, basi hayo ndio atakayotumika katika kumvuta Lati na kuja kufanya negotiation ama kufanya maongezi na Kelvin ili waweze kukubaliana kujua namna gani wanaweza ku-revive ile kampuni ambayo sasa hivi tunaona kama inazidi ku-collapse zaidi. Kwa hiyo basi Dennis wakati akiwa anasubiria kutengeneza mazingira ya kuiweka kampuni katika hatari, ndio wakati ambao Kelvin huku yeye anazidi kuenjoy na anatafuta namna tu ya kumpata huyu Lati ili aweze kuweka mambo sawa. Sasa mimi ninachotaka nikuulize wewe kama mfuatiliaji mzuri wa movie yetu ni kitu kimoja tu, kwamba sawa Kelvin anaweza akampata Lati, lakini je, huyu Dennis tukumbuke kwamba ana mpango
mkubwa sana, tena mbaya afu mkubwa na familia ya kina Kelvin. Unadhani kama Dennis akishindwa kuichukua hii kampuni kutoka katika mikono ya Kelvin, unadhani ataidhuru vipi ama ataifanyia kitu gani kibaya familia ya Kelvin, ikiwa kama kisasi ambacho yeye atakuwa anakilipiza? Tuambie kwenye comment section hapo chini video hii hapa hivi. Wakati tunazidi kuandalia episode inayofuata, so kama ni miongoni mwa watu ambao umefurahishwa na episode iliyopita kuja ikiwa ndefu zaidi na unatamani tuzidi kukuletea episode zikiwa ndefu zaidi, basi onyesha upendo, bonyeza neno subscribe hapo chini video hii hapa hivi, like video, alafu pia kwenye comment section tupe maoni yako. Lakini before huja comment, hakikisha kwanza umesubscribe, alafu ndio uje tuachie comment yako hapo chini.